بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, awali ya yote ni mshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha leo kufanya ziara maalum kwa shekhe wangu Sheikh Nuruddin Kishki, kipenzi cha watu wa Tanga, pia bila kuchagua manahiji zao na mielekeo ya maisha yao katika Uislamu. Sheikh Kishki, watu wa Tanga wanakupenda sana, naomba upokee salamu kutoka Tanga. Ameniomba niseme kidogo, na mimi huwa naechelea sana kusema baada ya swala ya Ijumaa, yani naogopa kuwaeka wale ambao Mungu kashawaruhusu. Mwenyewe katika suratul Jumaa amesema kule, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Sasa ikitokea mtu anawaweka watu ambao Mungu kashawaruhusu, ingawa amri ya pale sio ya al-ilzam wal wujub, lakini bado kuna kigegezi kuwaweka walioruhusiwa na Mola. Ndugu zangu, nilikuwa nafuatilia kwa kina sana khutbatu shaykhi, khutba ya shekhe ambayo imejikita kwenye kudhulumiwa au kwenye kudhulumu, na akatoa njia za mtu aliyedhulumiwa namna gani ajihami kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kisha awe na confidence hali ya juu, kwa sababu dua yake haiwezi kuzuiliwa. Ala kulli hali, lazima tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuletea Sheikh Nuruddin Kishki katika nchi yetu wa Tanzania. Tusipomshukuru Mola kwa kutuletea mtu wa aina hii, maana yake tumshukuru Mola kwa kutupa nani? Unajua, kuna shekhe manhaji yake huona kabisa huyu ni shekhe, tabia zake huona kabisa huyu ni shekhe, lakini vile anavyoongoza watu na kuwa encourage kuwaleta katika dini, inakupa picha ya wazi kuwa huyu anafanya kazi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Haijalishi bado kuna watu wanamvunja moyo, tumwambie tu bibisharati alqur'ani fala tabtais bima kanu ya'malun. Usikate tamaa shekhe kwa yale ambayo watu wanayafanya kukukatisha tamaa wewe, lakini umeionyesha Tanzania na dunia kuwa wewe ni shekhe wa kweli. Bila shaka sisi tumesoma na tunajua aina za shekhe wa kweli, tabia za shekhe wa kweli, na asalibu anazopita shekhe wa kweli. Sitaki kuzungumzia yaliyopo kwenye mitandao, lakini nataka nimpongeze Sheikh Nuruddin Kishki. Chukua pongezi za hali ya juu mno kwa kuionyesha dunia kuwa wewe ni shekhe wa kweli. Shekhe wa kweli huwa hajibu kila jambo. Shekhe wa kweli huwa hajibu kila jambo. Kuna watu wengine wanajitahidi kumshusha mtu pale alipo kwa maneno yao, kwa mali zao,
kwa ufasaha waliopewa na Mungu, lakini hicho sio kipimo cha kumuonesha mtu ndio shekhe wa kweli. Shekhe wa kweli upimwa kwa mambo ambayo dini imesema. Fala yu'jibannakum min ar-rajuli tantanatahu illa man adda al-amanata wa kaffa an a'radi an-nas. Fala yu'jibannakum min ar-rajuli tantanatahu, isikughurri, isikukhadaeni kutoka kwa mtu kule kujua kusema sana kwenye mitandao, kuwa na wafuasi wingi kwenye mitandao. Hilo lisikuchanganyeni Waislamu. Tantana sio kipimo cha dini, lakini tunaambiwa walakin man adda al-amanata, lakini mtu wa kweli anafaa niwe kuwavuta, kuwapendezea ni mtu ambaye kwamba anatekeleza amana, lakini wakafa an a'radi nnas, lakini bado amejizuilia kuvunja heshima za watu. Ukimwona shekhe anakukanwa na maneno ya kusema anayo, lakini asemi, fahuwa shaikhu, huyo shekhe kweli. Shekhe huwa asemi kila analosikia, la, hayo hivyo. Na hata mtu akajaribu kumshusha chini, mtu mkubwa kama huyu, ukajaribu kumshusha chini ili wewe uonekane uko juu kuliko yeye au uonekane uko sawa sawa naye, hautobakia kuwa ni ukweli, yeye kuwa yuko juu, wewe uko chini. Kuna maneno magumu kidogo kuyasema. Wanasema wa indassa alkilabu qubura alusudi yadhillu usudu alusuda, yadhillu alusudu usudan walkilabu kilaba. Tumsalieni Mtume Muhammad. Asema wa indassa alkilabu qubura alusudi, hata vijibwa vikiamua kudhalilisha masimba, yani lugha nyepesi ya wazi, yani mbwa wajiorganize kuiaminisha dunia kuwa simba si chochote, waende kwenye makaburi ya simba wakanyage, watigetige, wakojoe juu ya makaburi, kuwaambia dunia kuwa simba si kitu. Wenyewe wanasema yadhillu usudu usudan walkilabu kilaba, itabakia kuwa simba ni simba na mbwa ni mbwa tu. Hiyo haibadilishi maana. Na maneno mengine mafupi wanasema laisa min shiyami al-asad, laisa min shiyami al-asadi an yujiba al-kilaba, si katika akhlaki za simba kumjibu mbwa. Nimesema mwanzo maneno magumu kidogo kiatamka, lakini wenye hekima waliokuwa wanamaanisha kwamba si akhlaki za mtu aliye success, aliyefanikiwa kumjibu mtu ambaye hajafanikiwa kwenye utoporo anaosema. Yani wewe ni kujishusha. Alama inayoonesha Sheikh Nuruddin Kishki ni shekhe wa kweli ni kukaa kimya kwenye upumbavu unaosemwa kwenye social media. Hii imedhihirishia dunia huyu ni shekhe, na hivyo shekhe ndivyo anavyotakiwa kuwa. Na kuna mtihani ulikuwa unapita kwake Sheikh Nuruddin, bahati nzuri ameushtukia. Kulikuwa kuna mtihani unapita kutoka kwa Mungu kuja kwake. Mwenyezi Mungu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka kukupandisha sehemu moja ya juu, kukutoa ulipo, huwa akupandishi moja kwa moja, lazima kuna mtihani upite. Ukiufaulu utapanda. Kuna stage ambayo Mola subhanahu wa ta'ala alitaka kumpandisha Sheikh Nuruddin, kumweka juu ya pale alipo zaidi, lakini kwa mtihani huu uliopita, kwa kunyamaza kwake, bila shaka hiyo sehemu atafika sasa. Na ni hadithi ya Mtume Muhammad, amepokea Abu Daud rahmatullahi ta'ala, ahadu min almuhaddithin, mmoja katika ulamaul hadithi. Abu Daud amepokea hadithi ya ma zada ar-rajulu bi'afwin ma zada Allahu lirajulin bi'afwin illa izza, ma zada Allahu lirajulin bi'afwin illa izza, Mwenyezi Mungu hamzidishii mtu yoyote kwa sababu ya kusamehe kitu chochote ila umzidishia utukufu. Yani ukiudhiwa, ukavunjwa heshima yako, ukadhulumiwa, alafu ukasamehe kumjibu aliyokuudhi, ukabaki na Mungu wako, Mola anasema kupitia mtume wake umzidishia utukufu huyo mtu kwa kukaa kimya kwake
na kusamehe aliyofanyiwa. Sasa kama kuna mashekhi wa kufuatwa kwa hakika ni mashekhi wa dizaini, lakini tukupongeze Sheikh Nuruddin kwa uthubutu wako wa kumfikia kila Muislamu bila kujalisha manhaji yake ikoje. Maanake umepanua wigo wako wa da'wa, na ni ukweli usiopingika wewe ni ad-da'iya al-kabir, ni dai mkubwa katika nchi yetu na nje ya nchi yetu, ni dai mkubwa. Na ulipofikia kuwa uangalie ni mtu gani wa kumfikia kwenye da'wa yako, umepanua ule ukubwa wa da'wa yako. Sisi kama Ma'wa al-Islam ni wanufaika wakubwa sana wa Sheikh Nuruddin Kishki. Aliwahi kutembelea katika madarisi zetu. Sisi ni taasisi kubwa ambayo tuna branch kama 140, yani matawi ambayo yanaitika Ma'wa al-Islam. Tunazo madrasa takriban 140 ambazo ni matawi ya Ma'wa al-Islam. Aliwahi kutembelea katika moja ya matawi yetu pale mjini Tanga, kata ya Nguvumali, sehemu inayoitwa Mwamboni, sehemu ambayo kazaliwa ndugu yangu Abdullahi Mashi. Sheikh Nuruddin alikuja akatembelea, kafanya da'wa yake, watu walivutiwa, watu walimpenda sana. Lakini baada ya hapo pia aliviona madarasa bati zimescrap, akaona mbona madarasa nyumba ambayo inasomwa ilmu ya kumjua Mola iko hivi, kama ndio hali za watu, na pia kukaa kimya, kwa sababu si madarasa yote nitaipaua upya, taipaua hii yote upya kwa bati mpya nzuri za kisasa kabisa. Sisi tumezoea tukiambiwa na matajiri vile, akisema leo atafanya mwakani mwezi wa 12 au asifanye kabisa, lakini alichokisema yeye akikutimia wiki, ikaja pesa yote ya kuezeka madarasa yote, na sasa ipo katika hali nzuri. Mwenyezi Mungu akulipe. Lakini tuna mambo mengi hatuunga mkono. Mwenyezi Mungu amweke na amfungulie, lakini na amlipie katika yale ambayo yamemkuta. Lakini tukwambie tu bishara hii ni bishara, kama kuna sehemu Mola anataka kukupandisha kidogo, lakini lazima upite mtihani, ufaulu huo ndio uende pale. Kwa macho yetu tunaona umefaulu, lakini niwaambie hawa wanaomtukana shekhe, wanaomdhalilisha shekhe, na shekhe kukaa kimya, maana yake sio shekhe hana ya kusema, bali mwanachuo ndio anakuwa hivi. Ni mtu gani wa kufanya naye nikash? Ni mtu gani wa kufanya naye jidali? Yule bwana sio shekhe. Hata mimi si mtu wa kufanya nikashi na yule. Labda wanafunzi wangu tena wale wa mutawasita, hata wale wa thanawi pia hawana mustawa wa kufanya nikashi na yule. Sasa iweje shekhe mkubwa kama huyu ajibizane na yule? Ndio maana kajitambua, akaona huku naenda kupoteza heshima yangu, acha nimpotezee. Na kumpotezea ndio kumefanya yule ni mdogo, na shekhe amebakia kwenye ukubwa wake. Wa indasa alkilabu kubura alusudi yadhillu alusudu usudan walkilabu kilaba. Hata mbwa akijitahidi kumdhalilisha simba atabakia kuwa simba ni simba na mbwa ni mbwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا أحدا من جميع أمة محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. Kishki TV, nuru ya dini yako.